Lakini Harmonize hakuishia hapo. Alidondoka kwenye page ya Ibra na kuandika, ukaona ujitangaze ushoga, you have to see doctor mdogo wangu, sorry. Baadaye Ibra akaja kumjibu, endelea kuita vijana wako chumbani, sio mimi ni msela, oyawe. Kamaliza hivyo Ibra. Bana, story imekuwa ndefu sana na nilimwona Alibi pia, lakini pia ma superstar wengine. Juma Lokole nilimuona kwenye comment pale. Alibi alimuuliza, uliitwa chumbani upimwe oili? Ozarie mususi akaandika hivyo. Lakini mtu mzima Ibra alienda kamjibu akamwambia, bro, nina mengi ila sasa kiumbe chenyewe hakitaki kuonewa huruma. Nimenyamaza, bado yaniongelea vibaya. Inaniumiza sana bro. Ibra aliandika hivyo. Baadaye leo na kuhadithia story imefika hadi kwa Diamond Platinum, yani kesi imefika mpaka kwa mtu mzima Simba. Baadaye Baba Levo aliweza kuandika, we kila ndage, hebu fikiria, mtu mmetokaje mkoa mmoja, umemsema, umemsaidia, alafu anakuomba hela ya kodi, unamwambia aje chumbani. Sasa huyu kila ndage anamaanisha kwamba ni Harmonize. Ulitaka umchane mdogo wako, mademu wote ulionao, bado ulitaka kumuingilia homeboy wako. Baba Levo aliweza kuandika hivyo na kuashiria kwamba Ibra amepitia magumu sana na Harmonize alitaka amfanyie hicho kitendo. Akuishia hapo, akasema kwamba kila ndage akishavuta bangi anawaza ujinga sana, ukizingatia dogo mwenyewe ni modomodo yule, na tunajua mtu mzima Harmonize anapenda Mr. Mbwanda. Si angemuingilia kichwa mvilingo na shepu lake, kichwa mvilingo ni Mwijaku. Baadaye hii story imekuwa kubwa sana. Lakini pia baadaye Diamond Platinum kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuposti picha zake nyingi sana, lakini ngoma ambayo aliweka ilikuwa ni ya Ibra, copy and paste, ngoma ambayo Konde Gang hawajaifanyia promo yoyote. Aliposti zake tu picha, watu wengi wakaenda ka comment pale, na Ibra of course alidondoka akamwambia, babwe, asante kwa support, lakini naomba nichangie mchango. Akamwekea jina na lipa namba. Kiroho safi Ibra akaondoka. Harmonize sasa akaichukua ile picha ya Diamond akaiposti kwenye ukurasa wake wa Instagram. Aliandika, asiye kubali kupitwa sasa, hilo ili mradi aonekane kamchukua yeye dogo, hata umkatae vipi king'ang'a kama hakulipwa vile milioni 600. Hapendi kabisa kaka mkubwa Swahili Singer, ukichanganya na chaka chuchaka yake ya Tarime haikutrendi. Aliweza kuandika hivyo mtu mzima Harmonize. Ni kama Harmonize ameamua kumdondoshia dongo kwamba Diamond watu wanatoka muone kama ndo anamchukua Ibra. So stories zimekuwa nyingi sana na kila mtu amekuwa akiwaza